Hivi kuishi na mwenza wako, kaishi pamoja, kulala pamoja, mkashia shuka moja na kitanda kimoja kabla ya ndoa ni sahihi? Hii ni CF Media, mimi na wako Jackson Wilson, na nipo na wenzangu, nipo na Betha Biabato, lakini pia nipo na Jacqueline, mtaalamu wa video. Hili jambo limekaaje? Nianze na Betha Biabato. Hiyo, asante. Kwangu mimi naona si sahihi. Kwa nini si sahihi? Kwa sababu tunajua cha kwanza binadamu ni ana sherehe tatu. Kuna ile kuzaliwa, kuoa ama kuolewa na ile kufariki. Kwa hiyo linapokuja swala la ndoa ni sehemu ya pili ya ambayo ina ukubwa sana kwa maisha ya binadamu. Huwezi ukaanza ukaishi na mtu, ukaanza majukumu ya ndoa ya kifamilia, yaani maagano yale aliyakuwa hamjafunga ndoa ya Kikristo ama ndoa ya Kiislamu. Anasema sio sahihi kwa sababu lazima kwanza muweze kuwa mmeweka pamoja mambo ya masuala ya ndoa, yani kuwa pamoja. Sasa nipo na Jacqueline. Hili swala limekaaje? Kwako wewe, anakuja mwanaume anataka kutoe kwako unapoishi, mkaanze kuishi pamoja kama mke na mme ihali hamjafunga ndoa. Kwako wewe ni sahihi? Asante sana. Swali zuri pia. Kwangu mimi ni sawa kutokana na maisha sasa hivi. Kwa maana maisha sasa hivi yanataka mtu aishi yani vile ambavyo maisha yanataka, na watu wengi wanaishi hivyo maisha yanataka. Kwa maana ya kwamba wadada wengi au wakaka wengi hawatamani kuuziwa mbuzi kwenye gunia. Unaweza tukasema ni kweli, tukiangalia sana dini, na nafikiri juzi kati tuliangalia amri, tukaangalia amri ya 6 usizini, lakini ukiniambia mpaka leo hujaoa na umezini mara ngapi, unaweza kuniambia karibia hata mara 100. Tukisema tufuate dini, lakini watu wengi sasa hivi wanaishi kutokana na maisha yanatakiwa watu tuishi katika hii dunia. Kwa hiyo, mbona unaniingizia mada yangu? Mbona mimi nilikaa kimya? Jamani vipi? Besa, nipe chance kwa sababu mimi naongelea maono yangu mimi. Besa sasa umejishajielezea. Mimi nasema kwa mimi ninachokiona, kwa maana ya kwamba maisha sasa hivi watu wanaishi. Hatukatai kufuata dini, lakini watu wanaishi kutokana na maisha sasa hivi wanavyotaka. Hakuna anayekubali kuuziwa mbuzi kwenye gunia. Ndio maana hata leo nikikuuliza hujafanya mapenzi, umefanya mapenzi, lakini dini inasema usizini before hujaoa au kuolewa. Lakini ukizungumzia umefanya. Sasa watu hawaangalii huko. Watu watuangalia, bwana huyu mwanamke ana vigezo vyangu, je, ninapokaa naye maisha yake ninapoishi mimi na yeye yatanilidhia? Yani nitalizia matendo yake, nitalizia ndo mwanamke ambaye mwanaume unaangalia ndo mwanamke ambaye nilikuwa namtaka. Baada ya hapo mnaishi. Lakini pia kitu kingine kinachochangia pia watu kuishi pamoja, nakuta kuna zile mimba za bahati mbaya. Najaribu kuwa na mimba, imetokea mmefanya mlichofanya, kuwa na mimba bia, mnajaribu kutoa, inagoma kutoka. Mnaanza kulea watoto. Huyu anatukuzwa kwao, anakuja kukaa hapo. Ndio mnakaa, mnakuta mmekaa miaka mingi, sio kwamba mnaoana, mnakuja kubariki ndoa. Maana ndoa hamuoani mkiwa mmeshaishi. Mnatakiwa muoane kabla hamjaishi. Yaani wewe unakuja kwetu, unanichumbia nikiwa kwetu, bado tujaishi pamoja, tujazaa, tujafanya. Lakini kama mmeshazaa, mmeshalea na watoto, mmeshakuwa mama na baba, hamwezi kuoana, bali mnabariki ndoa. Kwa mimi kwangu nahisi ni sahihi, kwa sababu watu wengi wanaogopa kuuziwa mbuzi kwenye gunia. Hata mimi pia natamani kumwona kijana ambaye anataka kunioa nimjue kwanza. Lakini vijijini, pesa mbona sielewi? Kutokana na maelezo ya Jackie hapa, naomba nimuulize swali. Yeye anasema kwamba ni sahihi kuepusha kuuziwa mbuzi kwenye gunia. Kwa hiyo unasema watu wakaishi, si ndio, kabla ndoa? Kwa muda gani? Mimi nimesema yani nimetoa maoni yangu. Kwa nini? Tulia, nimeona ni sahihi na nimesema kwa sababu inatokea sababu fulani ndio maana watu wanaishi. Lakini watu wengi sasa hivi, tulia, watu wengi sasa hivi hawapendi kuuziwa mbuzi kwenye gunia. Unaweza kumwona mwanamke kwa macho ya kawaida. Unaposema kuuziwa mbuzi kwenye gunia unamaanisha nini? Kwa maana ya kwamba yani unakuta unaishi na mtu kwa hisi kwamba ni mwanamke labda ana shughuli. Sasa ili kutoweza kuepusha hiyo mbuzi kwenye gunia asiwepo, ni muda gani ambao mtu anahisi ni sahihi? Kwa sababu umesema hivyo, unahisi kwamba na wale ambao wanafuatilia labda ili kuepusha hiyo migogoro itokee kwamba hapa mbuzi kweli anakuwa hajauziwa kweli? Ndio maana nikaa naendelea kuongea, akanidakia. Nikataka kuzungumza vipi kuhusu vijijini. Vijijini, maisha ya kijijini na mjini ni vitu viwili tofauti. Vijijini kule watu ukiangalia 100% kubwa mtu hawezi kuolewa kama aishi tu na mtu, kwa sababu kuna mila na desturi za kule. Huku mjini huwezi kuniambia mtu eti mtu umpelekee mbuzi au nini huko. Yaani mtu akamwambia wewe sijakujua mimi, mtu 10,000 tu, yani 10,000 tu mtu unamnunulia chips, mtu unaanza kuililia. Hujapata chochote kitu. Sio, umeelewa? Yaani Betha Biabato. Mimi ninavyojua kwenye mahusiano endapo watu wawili wamekubaliana. Kwanza mahusiano
ni kuhusiana na watu wawili, yani watu wawili wa jinsia mbili tofauti. Wale watu wakikubaliana na wakaona kabisa hao wanaweza kaishi pamoja. Kwa sababu wengine hata kama ni mchungaji, hilo tu kama tu kudhibitisha. Hata wazazi tunaenda pale kwao kuomba tu ruhusa, lakini sisi ndo tumependana tayari. Hata wazazi wasipokubali, imradi sisi tushapendana. Kwa hiyo pia, lakini pia hawezi kufunga mtu pingu za maisha. Kwa Wakristo kufunga ndoa ni pingu za maisha, yani mpaka mfe pamoja. Yani maana ukishakosea umekosea. Ni lazima kwanza mjuane tabia, lakini pia wengine wanaenda mbali, lazima ujuane pia ndani aliyomo yamo. Kama hayamo sasa ndio utafanyaje? Lakini kila jambo lina madhara yake. Unaweza kaishi na mtu ukasema sawa nimeenda na umekubali kama mwanamke, ukaenda ukaishi naye sawa, akakufanya anavyokufanya kila siku, mnafanya hivyo na hivyo na hivyo. Alafu baadaye kwa sababu hajatoa mahali, hajafunga ndoa, akapata mtu mwingine, alafu akakuacha. Maana yake wewe mwanamke unakuwa umefanyaje pia? Umejidhalilisha. Kwa hiyo ni pande ni shilingi mbili. Either ikudondokee wewe au fanyeje. Lakini pia faida yake mimi ninavyoona pale kwenye mahusiano, ni lazima pia ni vizuri kama watu watakuwa wamekubaliana, lakini wamehusisha watu wote. Tuna dini, yani wote tuna dini. Dini ina nafasi kubwa sana kuhakikisha kwamba mahusiano yanakuwa. Ndio maana maadili yanakosa, kwa sababu pia unakuta dini hazijakaa kwenye nafasi yake. Zikikaa kwenye nafasi yake ndio utakuta watu wanakuwa na maadili. Kwa hiyo pia dini ni muhimu. Ila sasa tatizo ni kuuziwa kwenye gunia. Kwa hiyo unaona ni sahihi? Sio mpaka tuishi wote, ila kidogo tujuane. Ndio maana mimi nilikuwa nasema. Yes, kwanza hapo Jackie tunaweza kurejea kwenye mada yako kwanza, alafu ndio hapo nyenye ndio mtakuta majibu yetu. Sinasema kuishi pamoja kwa ndoa, si ndio? Tumesema hivyo. Kujuana huko sasa. Mimi niko hapa kwa Jackie anamaanisha kuepusha kuzoea mtu kwenye dunia, ni mtu akae naye. Ndio mimi iko kitu ambacho tunasikitisha. Kuuziwa mbuzi kwenye gunia ni kujuana. Yaani wewe umjue. Kwa mfano mwanamke au mwanaume, mtu nisikilize nizungumze sasa Betha. Suma nile nipe muda nizungumze, nikishamaliza unazungumza wewe. Wanawake au mwanamke mwenye asili haachi asili yake mpaka atakapoamua kuacha mwenyewe. Kwa mfano, wewe unafikiri mchumba wako uliokuwa naye ndo tabia yake iliyo, kwa sababu si yuko mbali tu. Ili umjue mtu lazima kwanza uishi naye. Ndani ya wiki moja ataficha drama, ndani ya wiki ya pili ataonyesha alichokuwa nacho. Kila cha pili atakachokuonyesha ndio yeye ambacho kitakufanya wewe uchague kukubaliana nacho au kushindana nacho. Hicho ndio maana nasema usikubali mtu kuuziwa mbuzi kwenye gunia. Hata mimi pia unaweza kumwona mwanaume mzuri lakini kumbe ana mapungufu, ana gubu, mchoyo, anini, lakini kwa sababu niko naye mbali, nikimwambia nataka kila kitu anaweza kanipa. Hiyo ndio maana yangu ya mimi kuuziwa mbuzi kwenye gunia. Kwa hiyo natamani mtu anatamani kumjua before, yani hamjaishi pamoja. Yani bado hamjaoana akasema kwamba mimi hata kama nikiseme narudi nyumbani narudi kwa mwanaume wangu. Lakini kama ukiishi naye tu hujapendezewa, unarudi zako nyumbani kwenu. Sio, umeelewa? Hiyo ndio ilikuwa maana yangu Betha Biabato. Lakini mimi naona hapo watu kuanza kuishi pamoja kabla ya ndoa sasa hii, cha kwanza inavunja maadili. Kwa maadili kivipi? Maadili mimi nilikwambia pia. Hatujakataa maadili yako, lakini nikuuliza swali. Amri ya 6 inasemaje? Usizini. Wewe mpaka sasa hivi hujazini? Ndio. Hebu niache. Hebu sitaki. Oya Jackie. Hakuna. Nini kifanyike sasa? Maana watu wawili washapendana. Ni wachambuzi wetu. Nini kifanyike kwa wanandoa, watu ambao wanapendana wanataka kuelekea katika ndoa? Cha kwanza, tayari mshakubaliana, mshapendana, mnataka muingie kwenye ndoa. Ni vema pande zote mbili mkatambulishana. Mimi mfano labda binafsi, mtu wangu amenipenda. Atakuja kwetu, atajitambulisha. Atanipeleka kwao, atanitambulisha. Baada ya hapo, taratibu anazoambiwa, maana kila kabila, kila familia na desturi yake. Labda kuna 1, 2, 3 zitafuata, alafu baadaye kama ni kanisani tutaenda, kama msikitini tutaenda, ili mambo yawe ya halali na ya wazi. Lazima mambo yote yakae wazi. Jacqueline, nini kifanyike kwa watu ambao wanapendana? Kwa maoni yangu tu machache, au kwa upeo wangu mchache ambao naofikiri, ni kupeana muda kwa mwanamke na mwanaume wajuane, kwa maana ya kwamba wasikurupuke. Maana ndoa haihitaji kukurupuka wala vishawishi, inahitaji kuridhia baina ya mtu na mtu. Wapeane muda yani kila mmoja aridhie kwamba mimi niko tayari mimi huyu anioe kwa sababu nimeridhia matendo yake na tabia yake. Kuishi sio issue. Hata kusema kwamba unaishi naye awe anachepuka na mtu mwingine, labda ana mwanaume au ana mwanamke, unaweza kuacha naye kiwa hajakuoa, lakini ukishaolewa
Sasa yale mambo na anakuwa moto. Kwa hiyo mimi kwa ushauri wangu, usiende tu sehemu kwa sababu baba anataka uoe haraka, au mama, au wewe tu kwa sababu mashoga zako wote washaolewa, au wewe marafiki zako washaolewa. Wewe unachotakiwa ukifanya kuchagua mtu sahihi mwenye vigezo vyako. Hata kama unaishi naye, wewe hakikisha unamkagua, unahakikisha naye pia mwenzako ameridhia, kweli mmeshaliziana, basi Mungu atasimamia pia na atabariki pia. Naamini hivyo. Unaweza kutuandikia na wewe comment hapo, nini ambacho kifanyike? Je, hawa watu wawili waliopendana kuanza kuishi pamoja bila wazazi kujua, bila kutoa mahari, bila kufunga ndoa ni sahihi? Hii ni CF Media.